tamaa pamoja na uzinzi kama huu kikawaida ni jambo ambalo sisi hatuliwezi, na ndio maana Paulo katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 13 Wafilipi 4 fungu la 13 Paulo anasema maneno Paulo anasema maneno yafuatayo: na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Lakini hapo anasema kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Neno ambalo limetafsiriwa hapo kwa Kiswahili kama na yaweza, lakini Kiebrania walitumia neno moja linaitwa isko. Neno hili linapotumika huwa ina maana ya be able, kuwa na uwezo, lakini pia lina maana ya be good, kuwa vizuri. Ni kwamba Paulo anasema kwamba nina uwezo wa kuyafanya haya mambo yote, nina uwezo juu ya haya mambo yote, nina uwezo wa kushinda tamaa, nina uwezo wa kushinda dhambi. Lakini tu kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwepo wa yeye anayenipa uwezo huo. Na uwezo wa kuwa vizuri kwenye kutawala dhambi ni kwa sababu tu ya kuwepo kwa yeye anayenipa uzuri huo wa kuweza kuitawala dhambi. Lakini pia lina maana ya can do, kwamba nina uwezo wa kufanya. Lakini ina maana ya could, na maana ya might, ina maana ya prevail, kushinda, kwamba ninaweza kushinda mambo yote ambayo yanaweza kanikosesha kwa Mungu pale tu ninapokuwa katika yeye anayenipatia nguvu za kushinda. Lakini pia ina maana ya be of strength, maana yake kuwa kama kuwa imara, kwamba nakuwa imara katika yeye tu anayenipa huo uimara. Lakini be whole, yani be whole, kwamba nakuwa mkamilifu katika yeye tu anayenipa huo ukamilifu. Lakini na maana ya much work, kwamba naweza nikafanya kazi kwa bidii katika yeye tu anayenipa uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Ni kusema nini? Hatuwezi tukashinda dhambi, hatuwezi tukatawala tamaa, lakini hatuwezi tukawa katika uaminifu katika ndoa kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Anahitajika Kristo, anahitajika Mungu mwenyewe aliye shahidi katika ndoa. Sikiliza, kuna falsafa zilikuwa zikiendelea kwenye namna ya kuendesha ndoa. Kuna wengine wanasema kwamba ndoa labda ni akili zako tu wewe mwenyewe, namna ambavyo utaamua kuiendesha. Hapana, aliyeiweka Mungu ndoa ni Mungu mwenyewe, na ndiye msingi wa ndoa. Ndoa yoyote inatakiwa iwe chini ya mapenzi ya Mungu. Muwe waaminifu katika ndoa yenu. Lakini tulipokuwa tunasoma ile kitabu cha Malaki tulipokuwa tunasoma kile kitabu cha Malaki 2 fungu la 12, acha nikusomee. Kuna kitu hapo muhimu tukiangalia vizuri. Malaki 2 fungu la 16, Mungu anasema, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye anifukizae nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini na roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Ni Mungu anachukia kuachana, na ndio maana tunaona hata sisi wenyewe tunamkosea, lakini bado hataki kuachana na sisi, anatusogeza hivyo. Lakini ni kusema nini sasa? Ni kusema kwamba haitakiwi kuachana kwa namna yoyote ile katika ndoa. Yesu alisema tu kwamba labda kwa jambo moja tu ambao ni dhambi ya uzinzi ndio inaweza ikasababisha kutengana, lakini hata hiyo sio tiketi ya kuachana moja kwa moja. Lakini unakumbuka pia hata Ruthu, unakumbuka mke wake alikuwa ni muovu, alikuwa pia na hii tabia, lakini angalia, alikuwa bado anaendelea kuambatana naye. Unakutana na Hosea, mke wake alikuwa na hiyo tabia, lakini anaambiwa nenda akamchukue. Kwa hata hii dhambi ya uzinzi bado sio tiketi, kwa sababu kuna nafasi ya msamaha. Ni kusema nini? Hata Mungu mwenyewe katika uhusiano wake pamoja na sisi, naona Mungu anasema kwamba yeye ni mwenye wivu. Anajiita kwamba ni Mungu mwenye wivu, kwa sababu uhusiano anavyochukulia uhusiano wetu na yeye anauchukulia ni kama uhusiano wa mke na mume. Hapendi sisi atuone tukiwa na mume mwingine, au tukiwa na uhusiano mwingine na miungu mingine, au tukiwa na utii kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu. Na ndio maana hapo unapokuja kukutana hiyo habari ni kwamba watu ambao wanachepuka, wanaacha kutii Mungu alichokisema, Mungu anawachukulia ni kama watu wazinzi,
au wanachukuliwa kama watu waasherati ambao sio waaminifu kwa Mungu wao. Na ndio maana unakuta sasa watu wanapozama katika ibada hizi za kishetani, Mungu sasa nafikia muda anawaacha. Kwa dhambi tu ya uzinzi ndio inaweza ikatutenga, lakini hata hiyo bado sio tiketi, kwa sababu kuna nafasi ya msamaha, kuna nafasi ya kuungama. Bwana wabariki mnapoenda kuchukua hatua kwa ajili ya ndoa yenu, uweze kuongozwa na Mungu. Unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza 2 fungu la 30, Mungu anasema kwamba wale wanaoniheshimu na mimi nitawaheshimu, lakini wale ambao hawaniheshimu mimi nawachukulia kuwa bure au si kitu. Neno ambalo limetafsiriwa pale neno la Kiebrania, neno ambalo limetafsiriwa pale kumaanisha kwamba Mungu anawahesabu sio kitu. Sio tu hivi kwamba anawachukulia poa tu, anawapuzia. Hapana, anawalaani. Ina maana ya kama kazi, ina maana ya kama laana, kwamba hao watu ambao hamheshimu Mungu wana laana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Bwana. Lakini ni kusema nini? Ole wao wenye moyo mchafu, kwa sababu hao hawana uhusiano na Mungu. Maana yake ni kusema nini? Hao watu wamelaaniwa. Lakini ni kusema nini? Unaposoma Mhubiri 8 fungu la 12 hadi la 13, ni heri kuwa na kicho kwa Bwana. Kwamba alikuwa anatolea fungu linasema kwamba yawezekana uko unaona waovu wako wanafanya uovu, lakini wanaishi muda mrefu, Mungu anawazidishia siku zao. Lakini hicho sio kigezo cha wewe sasa ufanye uovu, kwa sababu eti yeye yuko anawafanyia hisani hivi. Anasema bora uwe mwaminifu kwa Bwana, aidha atazidisha siku zao au asizidishe siku zao, ila tambua ya kwamba hao watu wamelaaniwa. Ni kusema nini? Ndoa yenu inatakiwa iongozwe na Kristo, na hoza wa ndoa yenu anatakiwa awe ni Yesu Kristo, iongoze katika misingi ya Mungu na sio utashi wenu ninyi wenyewe. Jitoe kwa ajili ya mwenzi wako. Unavyoishi unatakiwa uishi kwa ajili ya mwenzi wako, lakini hata huyo anatakiwa aishi kwa ajili yako. Ni kusema nini? Wote mtakuwa mnaishi mkiwa chini kabisa, hakuna anayejiona ni wa thamani kuzidi mwenzake. Ni kusema nini? Pale mlipokuwa mnabishana, kuna wale wanaokuta wanavishana pete eti kama ishara ya agano la ndoa, kwamba tayari wewe ni wa kwangu na mimi ni wa kwako. Sikiliza, shahidi aliye mwaminifu katika ndoa ni Mungu mwenyewe. Pete haina nafasi yoyote ile katika ndoa yenu. Mara ngapi kuna watu wamevaa pete, lakini muda huo wanafanya uzinzi. Ni kusema nini? Ni kwamba hiyo imefanyika agano, lakini hakuna shahidi anayeitwa Mungu kati yenu. Kama mlifanya hivyo, basi nendeni mkatangue, na sasa shahidi wenu awe ni Mungu. Lakini hata katika ndoa mlipokuwa mnakula keki, kumbukeni ile haikuwa kwa ajili ya maonesho na watu au wale waliokuwepo pale ili wapige vigelegele na waseme amina. Hapana, ile ilikuwa ni agano, kwamba chakula kilichopaswa ukila wewe unamlisha mwenzako, na yeye alichopaswa ukila anakulisha wewe. Ni kusema nini? Ni uhai wako ndani yake, ni uhai wake ndani yako, mmekuwa kitu kimoja. Bwana awabariki, Bwana aiongoze ndoa yenu kwa jina la Yesu Kristo, amen.